tumeanza kufaidika na sekta hii ya mifugo. Ndugu wananchi, ili kufikia lengo lile tunalokusudia, serikali imedhamiria kutokomeza magonjwa ya mifugo nchini ambayo, na ndio maana leo tunazindua mpango huu wa miaka mitano wa 2024-2025, 2028-2029 wa chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa ambao umeandaliwa na serikali. Katika kutekeleza mpango huu, serikali imewekeza kiasi cha shilingi bilioni 216 kwa ajili ya kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo. Na hapa kwa dhati kabisa nataka niwapongeze na niwashukuru wafugaji wote Tanzania. Nisisitize kuwa katika mpango huu wa miaka mitano kuanzia mwaka wa fedha 24-25 hadi 29, magonjwa ya mifugo yanayolengwa ni yale yenye athari kubwa kimkakati ambayo ni homa ya mapafu ya ng'ombe, sotoka ya mbuzi na kondoo, na mdondo kwa kuku. Sasa ili kutokomeza magonjwa haya, gharama za kuchanja mifugo zitachangiwa baina ya serikali na wafugaji wenyewe. Tutakwenda nusu kwa nusu ili kumpunguzia gharama mfugaji. Lakini kwa upande wa pili, gharama za kuchanja kuku zote zitabebwa na serikali. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tumeanza kutoa ruzuku kwa wafugaji. Tumetoa ruzuku kwa muda mrefu kwa wakulima, tumetoa ruzuku kwenye korosho, mbolea, viuatilifu, dawa za kupuliza, lakini vivyo hivyo kwenye kahawa na kilimo chingine, aina nyingine za kilimo. Lakini kwa wafugaji tulikuwa hatujaanza, sasa tunaanza kutoa ruzuku tukianza kwenye chanjo. Mifugo oye! Ndugu wananchi, nimefarijika kwa namna ambavyo Wizara ya Mifugo na Uvuvi imejipanga kutekeleza programu na maelekezo mbalimbali yanayolenga kuwasaidia wafugaji ili watumie na kunufaika ipasavyo na fursa zilizopo katika sekta hii. Nawapongeza kwa kubuni mpango huu utakaowezesha wafugaji kuongeza uzalishaji na tija katika shughuli za mifugo. Mpango huu vile vile utawanufaisha wadau mbalimbali waliopo kwenye mnyororo mzima wa thamani katika mifugo. Ni matarajio yangu kwa kampeni ya chanjo ya utambuzi wa mifugo kitaifa itakuwa chachu kutokomeza magonjwa ya mifugo na kuongeza uzalishaji, lakini vile vile kuwezesha nchi yetu kuwa na kanzidata ya mifugo na kujua hadhi zao wakati wote. Kwa ujumla, kampeni hii na kwenda kuleta mapinduzi katika sekta ya mifugo. Ndugu zangu, udhibiti wa magonjwa ya mifugo kwa njia ya chanjo au kuogesha kutapunguza vifo vya mifugo na hivyo kuepuka gharama za matibabu kwa kutumia madawa. Hali kadhalika, udhibiti wa magonjwa unawezesha mifugo na mazao yatokanayo na mifugo kukidhi matakwa ya soko kimataifa. Tutakapochanja, tulianza kidogo kuchanja, tumepata soko. Tutakapokwenda na kampeni hii, dunia nzima itaelewa Tanzania tunachanja, mifugo yetu iko salama, na tutapata soko kubwa la kupeleka nyama na mifugo hai kokote duniani. Sasa kama nilivyosema awali, kutokana na juhudi ndogo ambazo tumeanza kuzifanya katika kudhibiti magonjwa ya mifugo hapa nchini, hadi sasa mauzo ya nyama nje ya nchi yameongezeka kutoka tani 692 mwaka 2021 hadi tani 14,701 zenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 61.4 mwaka 23-24. Endapo tutaendelea kudhibiti magonjwa ya mifugo, ni matumaini kuwa kiwango cha mauzo ya nyama nje ya nchi kitaongezeka na wafugaji watanufaika ipasavyo. Ndugu wananchi, jambo la kujivunia ni kwamba serikali imeweka mazingira wezeshi kwa sekta ya umma na sekta binafsi, na wameweza kushiriki vilivyo katika kuzalisha chanjo, viuatilifu na dawa. Kabla sikuja hapa nilikwenda kwenye banda kule na kuona maonyesho
ya kampuni zinazozalisha chanjo na dawa za mifugo hapa Tanzania. Kampuni zote pamoja na wakala mmoja wa serikali, wakala wa maabara za taifa nadhani, ya veterinari ya taifa. Kampuni zote ni za ndani na wanazalisha chanjo zote. Na nimesikia mipango yao mikubwa wanayokwenda kufanya ili kuifanya Tanzania ijitegemee kabisa kwa dawa na chanjo za mifugo. Haya ni maendeleo makubwa. Lakini kwa upande mwingine nimeikuta kampuni ambayo inazalisha hereni za mifugo, zile watakazovishwa kwa ajili ya utambuzi. Yote haya yanafanyika ndani ya Tanzania. Hili ni jambo la kujivunia sana. Aidha, uzalishaji wa chanjo hapa nchini unaweka matumaini ya uhakika kwamba chanjo zitakazotolewa ni salama na hivyo kuondoa hofu kuhusu usalama wa chanjo zetu. Tulipokuwa tukiagiza, wakati mwingine tunakuwa na mashaka kwamba chanjo tulizonunua ni salama au si salama kwa mifugo yetu. Lakini kwa sababu chanjo hizi zinazalishwa nchini, wazalishaji watasimamiwa ipasavyo kuhakikisha chanjo zinazotolewa ziko salama kwa mifugo yetu. Hivyo basi naipongeza Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kutumia makampuni ya ndani ya nchi yanayozalisha chanjo katika mpango huu wa kitaifa, na niwatake muendelee kufanya hivyo. Kwa upande mwingine, utambuzi wa mifugo yetu utasaidia kudhibiti wizi na kuongeza thamani ya mifugo na hivyo kupata huduma za kifedha ikiwemo mikopo kutoka taasisi za fedha na kuweka bima ya mifugo. Kwa hali ilivyo sasa ya mifugo yetu kutotambulika, inapelekea utajiri mkubwa tulionao au walionao wafugaji kutotambulika, na hivyo kuwakosesha manufaa yanayopatikana kutokana na kuwa mifugo hii haitambuliki. Lakini tutakapoitambua, kila mkulima au mfugaji tukijua ana mifugo mingapi, ina thamani gani, ni rahisi kwake kutumia mifugo yake kuweka dhamana, akachukua mkopo, akafanya biashara nyingine au akakuza biashara yake ya ufugaji. Kwa hiyo hii ndio faida ya utambuzi wa mifugo yetu. Ndugu zangu, kama ilivyo kwa chanjo ya kuku, serikali pia imeamua kugharamia uwekewaji wa hereni kwa mifugo yote nchini, na hivyo wafugaji hawatachangia chochote. Chanjo za kuku ni ruzuku na uwekaji wa hereni serikali itabeba gharama zote. Lengo ni kujua mifugo mingapi, iko wapi, anayo nani na hadhi ya mifugo hiyo. Kama nilivyosema, ni kuweka kanzi data ya taifa ya mifugo yetu. Kwa sasa tunakisia, lakini tukiwa na orodha kamili au takwimu kamili, taifa letu tutajua hadhi ya mifugo yetu. Wito wangu kwa wafugaji wote nchini kushiriki kikamilifu kufanikisha chanjo na utambuzi wa mifugo kwa manufaa ya taifa kwa ujumla. Tumeanza hapa Simiyu tukijua kuwa mkoa huu ni miongoni mwa mikoa mitatu yenye mifugo mingi zaidi nchini. Niitake Wizara ya Mifugo na Uvuvi kuweka utaratibu utakaowezesha zoezi la utambuzi wa mifugo kuwa endelevu. Ndugu zangu, kampeni hii iliyopewa kauli mbiu inayosema, na hapa na nukuu, kwamba mifugo ni utajiri, chanja na kuitambua ili kuongeza thamani. Kauli mbiu hii inatoa taswira ya thamani ya mifugo endapo itafugwa kwa njia endelevu, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha tunadhibiti magonjwa kwa njia ya chanjo na kuitambua mifugo iliyochanjwa. Ndugu wananchi, natambua changamoto zinazowakabili wafugaji hapa nchini, hususan suala la upatikanaji wa malisho na maji. Naomba niwahakikishie kwamba serikali inaendelea kufanya jitihada mbalimbali ili kupunguza changamoto hili. Na mwenyekiti wa wafugaji, nimesikia ombi lako, serikali itakwenda kulifanyia kazi. Ndugu wafugaji, maeneo ya malisho yatakapotengwa yanapaswa kuendelezwa ili kuhakikisha yanakuwa na malisho ya mwaka mzima. Nichukue nafasi hii kuwaelekeza wafugaji
kuanza kufanya uendelezaji wa maeneo yanayotengwa kwa ajili ya mifugo.